Ni Jumatano ya Novemba 5 mwaka huu 2025, mtazamaji wa Uhondo TV. Karibu ni kupitisha katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Mwananchi, siku 6 za maumivu na hofu, miji ilivyoachwa na maafa, majeraha, uharibifu mkubwa wa mali. Wananchi wasimulia mateso ya njaa na mabomu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Mwananchi, lakini katika gazeti hili la Mwananchi kuna picha ambazo zinaonesha majengo yaliyoathiriwa katika kipindi cha maandamano ya Oktoba 29, lakini pia magari ambayo yameathiriwa kwa kuchomwa na moto katika maandamano yaliyofanyika Oktoba 29. Shughuli zilivyorejea mdogo mdogo. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Tamati ya uchaguzi, Samia Dr. Mwinyi muhula wa pili. Rais Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi wameanza safari ya uongozi kwa muhula wa pili wa miaka 5 baada ya kuapishwa kufuatia ushindi walioupata kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 uliohitimishwa na vurugu kwa upande wa Tanzania bara. Marais hao waliapishwa kwa nyakati tofauti Dodoma na Zanzibar. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 4, wa 5 hadi wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini katika gazeti hili pia kuna picha za marais wote wawili, ambapo kushoto kuna picha ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kulia kuna picha ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Samia ahadharisha kugawanyika, ahimiza kuepuka mihemko na chuki. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Watanzania waelezwa umuhimu wa umoja. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Waangalizi EAC wasifu wazi uchaguzi mkuu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wagombea urais upinzani waridhika, waipongeza INEC. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Hichilema, utulivu Tanzania ni muhimu, SADC na EAC. Ndanyishime yaisifu Tanzania kwa mfano amani Afrika. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Zito Serukamba waangushwa, Babalevo ashinda. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nikihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi, Zuberi apitishwa kuwania uspika. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Dr. Mwinyi amteua mwanasheria mkuu. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Israeli yarejesha Gaza miili 45 ya Wapalestina. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Ujenzi 4A Mwanakwerekwe wafikia 99%. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Tukihamia katika gazeti la Jamvi la Habari, uchaguzi umekwisha, tujenge taifa. Hayo yamesemwa na Dr. Samia aanza rasmi kipindi cha pili cha uongozi wa awamu ya 6. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Amani kwanza, mgawanyiko hapana. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. 4Rs dira ya taifa inayoendelea. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Pongezi kwa viongozi wa dini, waangalizi wa kimataifa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. INEC yapongezwa kwa usimamizi bora. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Na gazeti hili la Jamvi la Habari ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Mimi ni Nuru Mangi na hii ni Uhondo TV. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.